Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bunge la charuka vigezo ajira JWTZ. Wabinga utaratibu wa kutakiwa waliopitia JKT na JKU pekee. Spika aitaka serikali kuwasilisha majibu kwa kukiuka maelekezo. Wachambuzi waibua mtizamo tofauti wenye sifa sahihi kukosa nafasi za ajira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika nukuu ya Dr. Tulia Ackson, spika wa bunge, ikisema hili linaleta ukakasi. Mbunge ameomba mwongozo, lakini tulishapitisha hapa na serikali ilikuwepo. Leo kinapotolewa kigezo hiki kinakwenda kinyume na azimio la bunge. Kama chombo kinataka waajiriwa wake wapitie JKT, si wavae ajira alafu wawapeleke wenyewe JKT. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika Samia Chapo wakubaliana mambo 10. Kwa mara ya kwanza rais mpya Msumbiji Daniel Francisco Chapo yupo nchini kwa ziara ya kikazi. Chapo amepokelewa na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alisema uhusiano imara wa kidiplomasia na kihistoria kati ya Tanzania na Msumbiji unaakisi ushirikiano na uhusiano wa kiuchumi kati yao. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20. Gazeti limeandika shilingi trilioni 1.1, vipaumbele 6 bajeti ya maji. Habari katika ukurasa wa pili. Maazimio ya bunge la Ulaya ya wakera wa bunge. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Papa Leo 14 aweka rekodi mpya Katoliki. Vatican, historia nyingine imeandikwa ndani ya kanisa Katoliki duniani kwa Papa Leo kuchaguliwa kuliongoza kanisa hilo. Papa Leo wa 14 ambaye ni raia wa Marekani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti limeandika Mdude asakwa kwa mkesha maombi Mbeya. Leo ni siku ya 7, bado sintofahamu kuhusu alipo kada wa Chadema Mdude Nyangali, huku wanachama na viongozi wa chama hicho wakija na staili ya maombi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Kamata nakala yako usome kwa undani zaidi.